So inakuwaje, mambo ni vipi, mambo ni gani? Ni time nyingine tena ambayo tunakutana kwa ajili ya kuweza kusogezeana zote news bana za kiburudani zaidi. Bwana chemba ni moja tu, Chris Media 24 sehemu pekee kuweza kuziokota zote, zimekuwa zikitrend kinoma kupitia game ya Bongo, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. So bana, leo ninayo bana A-list ya ngoma ambazo zimefanya vizuri kupitia mtandao wa YouTube, lakini pia ninao wasanii ambao wameweza kusumbua kinoma kupitia mtandao wa YouTube ndani ya wiki nzima. So hakikisha unabakia na mimi kuanzia hapa mpaka baadaye sana ambako nakuwa na log out. So bana, ndani ya wiki bana, wasanii ambao wameweza kufanya vizuri, yani wale wasanii ambao wana trendi kwenye mtandao wa YouTube Tanzania. Nafasi ya 10 ni Mkali Juma Jux, yeye bana anatamba na mkojo wake ambao unaitwa Si Mimi. 9 ni Farihi Ipupa kutokea pale Kongo. 8 ni Alikiba kutokea pale Kings Music inaizungumzia Tanzania. Alikiba ameweza kuonekana kwenye ngoma na Darasa inaitwa bana Looking for Love. 7 ni Darasa mwenyewe ambaye ni mmiliki wa albamu inaitwa Take Away the Pain, ambapo ndani kuna collaboration kama mtu mzima Mario Darasa ameweza kuwa humo, lakini ameweza kupatikana Alikiba bila kumsahau Mbosso Kani. Nafasi ya 6 Rayvanny pia ni mmiliki wa albamu ambayo inaitwa The Big One. So bana, Rayvanny ametusanua kwamba siku ya leo tunaenda kupokea video ya Nesa Nesa ambayo amemshirikisha star kutoka nyumbani Tanzania, na mzunguzie Diamond Platnumz. Nafasi ya 5 anaitwa Mbosso Kani. Nafasi ya 4 ipo kwa Zuhura Osman Sudi, anaitwa Dhuchu. Huyo hapa ni mmiliki pia wa albamu ambayo inaitwa Peace and Money. Nafasi ya 3 ni Mario Toto Badi bana, akiwa nafasi ya 3 ni mmiliki pia wa albamu ambayo inaitwa The Godson. Nafasi ya 2 ni kutokea kwake Diamond, akiwa nafasi ya 2 kwenye top ya artist ambao wana trendi akinuma kupitia mtandao wa YouTube Tanzania. Na nafasi ya kwanza tudondoka mpaka kwa Harmonize TZ. Hiyo bana ni mmiliki wa ngoma 3 mpaka sasa hivi. Hiyo bana, Harmonize ameachia ngoma yake ambayo inaitwa Furaha, inafanya vizuri sana kwenye digital platform mbalimbali, lakini pia mpewa shavu na Bibi Abby Chams, ngoma inaitwa Me Too ni moja ya track ambayo inafanya poa sana kwa sasa hivi kupitia digital platform mbalimbali, ikiwa tayari imeshafikisha watazamaji zaidi ya milioni 2 kwenye mtandao wa YouTube na watu zaidi ya 500,000 pale Spotify, huku Audiomack ni watu zaidi ya watu milioni 1 wameweza kuisikiliza. So ni mwanzo mzuri sana kwa Harmonize TZ, ni mwanzo mzuri kwa Bibi Abby Chams. Keep enjoying, pia usiache kusubscribe kwa taarifa zinginezo kibao ambazo zinakuwa zimesheheni bana kwenye engo za kiburudani.